Zipo nyakati ambazo miili yetu huwa inazungumza lugha ambazo masikio yetu hayawezi kuzisikia kwa sababu ni lugha za ishara. Vipo viashiria mbalimbali ambavyo unaweza ukaviona katika sehemu ya nje ya mwili wako na ukaweza kubaini ni kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya mwili wangu. Miongoni mwa viashiria ambavyo vinaweza kusema kila kitu kuhusu nini ambacho kinaendelea katika mwili wako ni muonekano wa kucha zako. Zipo alama mbalimbali ambazo zinaweza kujionyesha katika kucha zako zikiashiria kuna kitu kisichokuwa cha kawaida ambacho kinaendelea ndani ya mwili wako, na katika video hii nitakwenda kukuambia alama mbalimbali ambazo ukiziona katika kucha zako hautakiwi kuchukulia poa, kwa sababu huo ni ujumbe ambao unapewa na mwili wako kuwa kuna kitu ndani ya mwili wako ambacho hakipo sawa. Ni vema kuchukua hatua kabla haujachelewa. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye kucha zako ujue kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kinaendelea ndani ya mwili wako. Namba 1, vidoti vyeusi katika kucha zako. Mkono wako una vidole 5, lakini jumla ya vidole vyako vya mkono wa kushoto na mkono wa kulia vipo 10. Katika moja kati ya vidole vyako unaweza ukaona kuna kidoti cheusi ambacho haujui sababu zake ni nini. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea kidoti cheusi katikati ya kucha zako. Moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea alama hiyo, inawezekana uliwahi kupata majeraha katika kucha zako kipindi cha utoto na alama hiyo imeendelea kudumu mpaka hivi leo. Au wakati mwingine ni jambo la kawaida tu, inawezekana kuna mchafuko wa damu katika mwili wako uliopelekea alama hiyo katika kucha zako. Lakini kwa baadhi ya wanadamu inaweza ikawa ni kiashiria cha uwepo wa kansa ya ngozi, kwani wakati mwingine ishara ya kansa ya ngozi inaweza kujionyesha katika kucha, yani ukaona katika kucha zako kuna vidoti na wakati mwingine vidoti hivyo havina maumivu yoyote, yani vikawa ni vidoti ambavyo haujui vimetokana na nini. Lakini ikiwa vidoti hivyo huwa vina hali ya kubadilika rangi, inaweza ikawa ni ishara pia ya kansa ya kucha, ambapo kwa namna moja au nyingine inaitwa anokomatrikoma. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wana alama hii, ikiwa si alama ambayo imesababishwa na majeraha, ni vema ukafanya uchunguzi. Inawezekana ukawa na dalili za kansa ya kucha au kansa ya ngozi. Usihofu na kujiaminisha kuwa una kansa ya ngozi au kansa ya kucha, kwa sababu zipo sababu nyingine ambazo kama nilivyokuambia zinaweza kupelekea sehemu zako za kucha kuwa na vidoti vyeusi. Moja kati ya sababu ni kuvujia na kuvia kwa damu katika sehemu za kucha zako. Pia kunaweza kupelekea baadhi ya maeneo ya kucha zako kuwa meusi. Sababu nyingine ni kupasuka kwa mishipa midogo midogo ya damu ambayo inasambaza damu katika maeneo yako ya vidole na kupelekea damu kuvilia katika kucha kwa ndani, na hivyo kutengeneza kidoti chenye rangi nyeusi. Hivyo si kila kidoti ambacho unakiona katika kucha zako kinaashiria uwepo wa kansa ya ngozi ama kansa ya kucha. Namba 2, alama ya vidoti vyeupe katika kucha zako. Wapo baadhi ya watu ambao wanapojitazama katika kucha zao wanaona kuna vidoti vyenye rangi nyeupe, na mara nyingi vidoti hivi hujionyesha katika vidole gumba vya mikono ya wanadamu. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao vidoti vyeupe vipo katika kucha zao, ujue inawezekana mambo haya yanaendelea katika mwili wako. Jambo la kwanza, inawezekana wewe ni miongoni mwa watu wenye upungufu wa madini ya chuma, zinc, calcium pamoja na madini ya chuma. Lakini pia wakati mwingine huwa ni ishara ya kukabiliwa na magonjwa ya fungus katika kucha zako. Lakini pia wakati mwingine huwa ni ishara ya kuwa
katika sehemu ya ndani ya kucha zako kuna kieneo kidogo ambacho kimehifadhi hewa, yani kuna hewa ambayo imeingia katika kieneo kidogo chini ya kucha zako ambacho kimepelekea eneo hilo kuwa jeupe. Ukihisi moja kati ya sababu hizi itakuwa ni upungufu wa vitamin, ni vema ukaenda kufanya blood test. Huko wataalamu watakwenda kukuambia ni kitu gani au ni vitamini gani ambavyo vimepungua katika damu yako, na kwa sababu hiyo utapewa matibabu mahususi na hapo alama hizo zitatoweka. Hivyo ni vema unapoona vidoti vyeupe katika kucha zako usichukulie poa. Nenda kwa mtaalamu, kafanye vipimo, na baada ya hapo atakupa ushauri ambao umekaa kitaalamu zaidi. Namba 3, kutokuwa na alama ya nusu mwezi katika kucha zako. Kila mwanadamu ambaye yupo sawa kiafya anatakiwa kuwa na alama za nusu mwezi katika kucha zake. Mara nyingi alama hizo hujionyesha sehemu ya chini kabisa. Unaweza kutazama kidole gumba chako, angalia sehemu ya chini kucha ambako inaanzia kuna alama ya nusu mwezi, ama unaweza kutazama katika vidole vingine. Kwa kawaida kila mwanadamu anatakiwa kuwa nayo alama hii. Endapo umeiona alama hii basi upo sawa, lakini kama katika vidole vyako hakuna alama hii, basi wewe ni miongoni mwa binadamu wanaosumbuliwa na matatizo kama ukosefu wa vitamini B12, madini ya chuma. Hivyo ili uweze kuwa miongoni mwa binadamu ambao alama hizo zitarudi, yani alama ya nusu mwezi itarudi, inabidi katika milo yako uambatanishe vyakula ambavyo vina utajiri wa vitamini B12, kwa sababu hivi ni vitamin ambavyo vinachochea ongezeko la damu katika mwili wa mwanadamu. Kwa mfano, madini ya chuma ni muhimu sana katika ongezeko la damu kwenye mwili wako. Ukikosa madini ya chuma, basi mwili wako utakuwa na uzalishaji mdogo wa damu. Lakini pia ili damu iweze kuzalishwa kwa wingi, lazima mwanadamu ale vyakula vyenye utajiri wa vitamini B12 pamoja na madini ya chuma. Na damu inapokuwa nyingi kwenye mwili wako, damu husaidia kuzungusha oksijeni katika maeneo mbalimbali ya mwili wako. Lakini pia damu inaashiria uwepo wa chembe nyekundu ambazo zina kazi ya kubeba oksijeni pamoja na nutrition mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya mwili wako, ikiwa ni pamoja na kwenye kucha zako. Hivyo endapo unapozitazama kucha zako hauoni alama hiyo, tafadhali ujue unasumbuliwa na upungufu wa vitu hivyo, kitu ambacho kinaashiria mwili wako hauna oksijeni ya kutosha, lakini pia hauna madini ya chuma ya kutosha, lakini pia madini ya B12 ni machache katika mwili wako. Ili kuwa na uhakika na hisia zako, unatakiwa kutembelea katika hospitali mbalimbali, onana na wataalamu, kapime damu, kwani vipimo vya damu vinaweza kuonesha upungufu ama utoshelevu wa vitamin na madini mbalimbali. Namba 4, kucha zako zikiwa na rangi ya njano. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha wapo baadhi ya binadamu ambao kwa asili huzaliwa wakiwa na kucha zenye rangi ya njano. Hao hawana tatizo kwa sababu ndivyo walivyo, lakini kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao walizaliwa wakiwa na kucha nyeupe, lakini ghafla ukashangaa kucha zako zinaanza kubadilika rangi, zinaanza kuwa za njano, inawezekana zikawa ni kucha za kwenye mikono yako ama zikawa ni kucha za kwenye miguu yako, ujue wewe ni mwanadamu ambaye mwili wako unakuhabarisha kuwa unakabiliwa na matatizo yafuatayo. Namba 1, rangi ya njano katika kucha zako inaweza ikawa inaashiria huenda una matatizo ya ini katika mwili wako. Lakini jambo la pili, inaweza ikaashiria mwili wako una uvimbe kwa ndani, yani inflammation. Lakini namba 3, inaweza ikaashiria unasumbuliwa na fungus ambao wanakula katika kucha zako, na ndio maana baadhi ya watu wenye matatizo ya kucha zao kuwa za njano huwa unakuta kucha zao zinakatika na kulika kiasi fulani, jambo ambalo linaashiria wanasumbuliwa na matatizo ya fungus katika kucha zao. Lakini pia baadhi ya tafiti zinaeleza kuwa inawezekana ni upungufu wa protini katika mwili wa mwanadamu. Hivyo ikiwa mwanadamu atafanya vipimo na kukuta hana matatizo haya ambayo yameorodheshwa katika sehemu hii, ni vema katika diet yake
akaweka na vyakula vingi vya protini ndani ya muda mfupi, hali hiyo itaanza kupotea. Lakini jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya ni vema ukaonana na wataalamu mbalimbali wa afya, kwani wao wanaweza wakawa na majibu sahihi juu ya hali hiyo ambayo inaonekana katika kucha zako. Namba 5, mistari mieusi katika kucha. Kama inavyoonekana katika picha hiyo, ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapotazama kucha zao, hasa kucha zao za vidole gumba, wanaona ishara hizo, basi ujue wewe ni mwanadamu ambaye unakabiliwa na matatizo ya uzee. Niliposema uzee umeshtuka Kwa sababu ukitazama umri wako unaona bado ni kijana. Ndiyo, sijakosea. Uzee upo wa aina nyingi. Kuna wakati mwanadamu anaweza akawa na umri mdogo, lakini viungo vyake vya ndani vinaweza vikawa vimeanza kuzeeka, kwani ishara ambazo zinaashiria mwanadamu ameanza kuzeeka ni seli zake za mwili kuanza kuzalishwa kwa uchache. Inawezekana wewe ni kijana mdogo, lakini seli zako za mwili zinazalishwa kwa uchache. Hivyo, kwa umri unaweza ukawa kijana mdogo, lakini tukija katika viungo vyako vya ndani, tunakuta vimezeeka. Hata unapoenda kupima, akipimwa mzee, uwezo wa viungo vyake vya ndani kufanya kazi, na ukipimwa wewe, unakuta wewe ni kama mzee kwa umri mdogo, lakini kwa utendaji kazi wa viungo unakuwa ni kama mzee. Na sababu kubwa ambayo hupelekea jambo hili ni ulaji mbovu ambao unapelekea viungo vya ndani kuzeeka. Kwa mfano, ulaji wa vyakula vilivyokaangwa kwa mafuta ya mbegu, matumizi ya sukari kupita kiasi, pamoja na matumizi ya vyakula vya carbohydrate kupita kiasi ni miongoni mwa vitu ambavyo hupelekea mwanadamu aweze kuzeeka kwa haraka kwa ndani kuliko umri wake. Mwanadamu anaweza kureverse hali hiyo kwa kufunga na kuanza kula sahihi mafuta yatokanayo na wanyama, pamoja na mafuta ya nazi, pamoja na mafuta ya palm oil ni miongoni mwa mafuta ambayo mwanadamu anaweza kuyatumia na akaweza kuvirejesha viungo vyake vikaenda sambamba na umri aliokuwa nao. Lakini pia inaweza ikawa ni ishara ya kuwa na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mfano, ni ishara ya kisukari ama presha au magonjwa ya homoni, ambapo hupelekea homoni au seli za mwili wako zisizalishwe katika kiwango ambacho kinatakiwa. Lakini pia alama hiyo si lazima uwe na magonjwa ama uzalishwaji wa seli uwe mdogo. Zipo sababu nyingine kama upungufu wa vitamini A, zinc, calcium na madini ya chuma inaweza kupelekea alama hizo zikaanza kuonekana katika kucha zako. Ili kuwa na uhakika na hilo, ni vema unapoona alama hizo ukafanya maamuzi ya kutembelea katika hospitali yoyote. Onana na daktari wako, kisha chukua vipimo, kwa sababu vipimo ndio msema kweli. Sisi tunaweza kuziona ishara pekee, lakini ishara pekee hazitoshi kukuaminisha kuwa upo katika matatizo. Namba 6, kucha ambayo imevimba kiasi cha kutengeneza ni kama umbo la duara kwa juu. Hebu tazama kucha zako kwa umakini, kisha rejea tena. Tazama katika picha hii, kucha zako unazionaje? Zinafanana na kucha hii, hasa katika kucha zako kwenye vidole gumba? Je, zipo katika hali ya kawaida kama ilivyokuwa? Wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuzaliwa wakiwa na hali hii, hilo halina tabu. Lakini wapo baadhi ya watu ambao wanapozaliwa wanakuwa na kucha za kawaida, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, kucha zao zinaanza kubadili maumbo, hasa kucha za kwenye vidole gumba, na kuanza kuleta hali ya kuvimba kana kwamba zinatengeneza duara kubwa. Endapo wewe ni moja kati ya binadamu ambao kucha zao zinakuwa katika hali hii, na mara nyingi hata unapogusa zinakuwa zipo softi sana, na kuna hali ya ujoto ambayo unaihisi katika kucha hizo, hili ni jambo ambalo hautakiwi kulipuuzia kwa namna yoyote, kwa sababu hali kama hiyo inapojidhihirisha katika kucha zako, inamaanisha inawezekana una ugonjwa wa mapafu ambao umedumu nao kwa kipindi kirefu. Hivyo mapafu yako hayapati oksijeni ya kutosha, na ndiyo maana ishara kama hii inaanza kujionesha katika kucha zako. Lakini pia inaweza ikawa ni ishara inayokueleza wazi kuwa
inawezekana una matatizo ya moyo, jambo ambalo linapelekea ishara kama hii ianze kujidhihirisha katika kucha zako. Lakini wakati mwingine inaweza ikawa ni ishara ya maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na maradhi ya ini. Ni vema ukafanya uchunguzi, kwa sababu si kila ishara inaweza kuashiria ni kweli kitu hicho kipo ndani yako. Unapoona ishara kama hiyo, usiogope. Fanya maamuzi ya kwenda kucheck up, kacheki afya yako ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea kutoka ndani kabisa ya mwili wako, kwa sababu inawezekana labda ulipata ajali katika wakati fulani, ajali ikapelekea kucha yako ikawa katika hali kama hii, ama inawezekana zikawa ni sababu nyingine. Si lazima ziwe ni sababu kama ambazo nimekueleza hapa. Hizi ni sababu ambazo tunajaribu kubashiri, kwani miili yetu inaweza kuonesha ishara mbalimbali ambazo zinaashiria inawezekana ndani ya miili yetu kuna uwepo wa magonjwa fulani. Namba 7, alama nyekundu ambayo ipo kama kimstari fulani kifupi katika kucha zako. Hebu jaribu kutazama kucha zako kwa umakini. Chunguza tena, rudia tena kwa uhakika zaidi, alafu tazama tena katika picha hii. Je, unaona kuna ufanano? Kama ni hivyo, kuna vialama fulani vyekundu ambavyo vipo kama mistari kwenye kucha zako. Inaweza ikawa katika kidole gumba, ama kidole cha shahada, ama kidole cha kati, ama vidole vingine. Hiyo ni ishara ambayo inaashiria inawezekana una matatizo yanayohusiana na moyo wako. Ishara hizi zimekuwa zikijionyesha kwa watu wanaosumbuliwa na maradhi ya moyo kwa kipindi kirefu, lakini pia zipo ishara nyingine ambazo zinaweza zikaashiria uwepo wa magonjwa ya moyo, kama maumivu ya kifua ambayo yanapelekea pia mtu kushindwa kuvuta pumzi vizuri. Ni miongoni mwa ishara ambazo ukiwa nazo, alafu katika kidole chako kwenye kucha ukaona kuna viashiria kama hivyo, yani alama fulani nyekundu ambayo ni kama kimstari fulani hivi, inawezekana ukawa una matatizo hayo. Ni vema ukajaribu kwenda kwa daktari kufanya uchunguzi, kwani vitu hivi pia vinaweza kuambatana na maumivu ya moyo. Shinikizo la juu la damu, ukawa unahisi mwili kuchoka sana, mapigo yako ya moyo yakawa yanaenda kasi sana, lakini pia ukawa ni mtu ambaye unashindwa kufanya shughuli zako kwa sababu hata uoni unakuwa ni hafifu. Hivyo unapoona ishara hiyo ikaambatana na vitu hivyo vingine, jaribu kuchukua hatua, usikae kimya, kwa sababu kadri unavyozidi kukaa kimya, inawezekana madhara ambayo yapo ndani yako yakazidi kuwa makubwa zaidi, hali ya kuwa ungeweza kuyatibu na yakapotea kabisa. Lakini jambo ambalo unatakiwa ulijue na kuliweka akilini, si kila alama inayoashiria wekundu ambao upo ndani ya kucha yako basi ni magonjwa. Wakati mwingine kutokana na shughuli mbalimbali unaweza ukapata ajali, aidha ukajipiga na nyundo, ama kitu chochote ambacho kilikuumiza kinaweza kikawa kimesababisha uwepo wa alama hiyo. Hivyo kama ni hivyo, hauna sababu ya kuendelea kujali wala kuwa na wasiwasi, kwa sababu hiyo ni hali ya kawaida. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.